waperform nao wanaumia. Lakini taarifa nilizonazo usajili wa Yanga msimu ujao ni kilago kwenye vumbi. Kiona maanisha nini? Young Africans wanasema usajili wao msimu ujao ni kilago kwenye vumbi. Yaani barakoa kwenye mawimbi ya bahari. Barakoa kwenye mawimbi ya bahari. Uone kama itakusaidia. Kwa maana kwamba wataangalia wachezaji ambao wana quality kubwa ambao mara nyingi tumekuwa tukisema ni za ndani. Za ndani. Usajili wa Yanga msimu ujao ni barakoa kwenye mawimbi ya bahari. Ni mazungumzo ambayo nilifanya na moja ya kiongozi wao nyeti ndani ya saa 24 zilizopita nikiwa na mhoji na hii ni Kings Media na leo tupo na bro hapa, mchambuzi na kocha wa mpira Mkalaboko. Mambo vipi bro? Mambo poa kabisa. Kwanza lazima tukubali kwamba Yanga wanaathiriwa na tactical throwback. Majeraha pia yameshusha nguvu ya kikosi cha Yanga. Wengine wanasema kwamba Swaumu. Majeraha kwanza binafsi yameshusha kiwango cha baadhi ya wachezaji wa Yanga. Safari hii tunamzungumza sana Mudathir. Mudathir msimu kapitia majeraha. Unazungumza wakina Dube wanapita kwenye majeraha. Ibra Baka anapita kwenye majeraha. Mzize anapita kwenye majeraha. Pakome kapita kwenye majeraha. Hii timu inaathirika na kitu kinaitwa tactical throwback. Yanga ni chui aliyojeruhiwa afu watu wanataka awinde. Anaweza akawinda kimkakati na akapata mnyama, lakini vita yake ya mawindo inahitaji akili sana kuliko fiziki. Yanga upati kikosi chao bora kwenye msimu mzima huu. Wako wachezaji tunaweza kusema nguvu zao zimepungua kwa sababu ya majeraha. Lakini vipo viwango vya wachezaji walioletwa havikufikia nguvu ya wachezaji hao. Wako wachezaji viwango vinafanana, havina utofauti kwenye timu. Haya ndio mapito ambayo wanapitia Yanga Africans. Lakini wakati mwingine ndio inapelekea hiki tunachokiona. Unajua watu wanatamani coach Pedro aondoke. Lakini hatima ya Pedro na Yanga ni uvimbe kwenye mchono. Kwa sababu moja, Young Africans wana uzoefu mzuri sana kuacha makocha waliowapa mafanikio. Gamondi alifungwa mechi 2 licha ya ubingwa walimfukuza. Nabi aliwapa ubingwa na kuwafikisha shirikisho finali. Baada ya msimu walimpa mkono wa kwaheri. Mirud kashinda mechi 12 na sare 1 na ubingwa juu. Young Africans wakampa mkono wa kwaheri. Lakini kocha huyu wameona mapungufu na nini wanachotakiwa kufanya. Pedro ni rahisi kumlaumu, lakini wakati mwingine Pedro unaweza ukamvumilia. Pedro kaja Young Africans katikati ya msimu. Tena dirisha dogo. Anakutana na timu group stage. Anahangaika na timu kipindi ambacho kuna wachezaji wenye majeraha, kuna usajili ulifanyika wa wachezaji wengi nao hawakufanya vizuri. Kocha kaanza kufanya kazi ya kurekebisha na kutafuta ubora kwa wakati huo. Ukiangalia bodi hiki na kinachoendelea unagundua Pedro anafanya kazi kwenye wakati huu. Sasa nini ambacho kinaonekana shida? Shida iko eneo moja tu. Young Africans wanahitaji sana kutumia akili za kisaikolojia kuliko kujishambulia. Timu yao haijapoteza ubingwa. Timu yao mpaka sasa tunazungumza unbeaten. Wana hizo sare ambazo ukiangalia ndani huwezi kupata timu bora kwa hizo sare. Ni timu ambayo inapitia mambo mengi. Mechi ya juzi wanacheza dhidi ya Tabora. Wanakosa wachezaji wao key player kwenye timu. Unakosa Dube, unamkosa Depu, unamkosa Baka, unamkosa Jobu, unamkosa Boka. Hakuna timu duniani ukibadili wachezaji wa kikosi cha kwanza wasiopungua 4 ikawa na ubora ule ule. Hilo hawezi kulisema kwa sababu ya dhana tunaojengewa timu ina kikosi kipana. Nikuuliza ile timu gani unaifahamu ina kikosi kipana wanabadilisha kikosi cha kwanza wachezaji mpaka 6. Hizi timu za Yanga na Simba kipindi ambacho ni bora sana, basi ujue wachezaji wazao wanaanza 3 kwenye timu. Simba jana na ubora wao wote, mchezaji Mtanzania ni Kapombe, huyu Kagoba na Kibabage. Ndio unaona Simba hii tunaizungumza leo. Simba tulikuwa na Yoraga Zabari, alikuwa ni Kapombe na Mohamed Hussein peke yao. Yanga ya juzi tafuta wachezaji walioanza. Una Shehan, una Isla, una Mohamed Hussein, una Bakari. Unaona? Wachezaji wazawa. Una Mamengo. Wazawa wa matabaka gani? Ujue timu inapitia kwenye tactical throwback. Nani anazungumza sayansi ya mpira?
Hatusemi wachezaji wazawa bora, lakini wachezaji wetu wazawa wengi viwango vyao kwa kawaida. Ukiona timu inataka kutumia wachezaji wazawa wengi inapitia mapito magumu. Lakini wachezaji wao wazawa wana tabaka lipi? Ndio wa tabaka la kawaida. Sasa ndio nataka kusema. Nataka kusudia kusema kwamba timu zetu au Yanga wako kwenye mapito magumu ambayo wanahitajika utulivu wa kiakili. Na pengine mapumziko yakawajenga watakapokuja kuresume msimu. Kujipanga kwa sababu baadhi ya wachezaji wao zakarudi kwenye fitness waliokuwa nayo. Haya ndio mapungufu ambayo naona wanapitia Young Africans. Lakini kuwalaumu sahihi, utakuja walaumu labda usajili. Lakini usajili unalaumu sasa hivi, hakuna dirisha lingine. Na hata viongozi wa Young Africans wanalijua hilo. Dirisha ni hakuna sasa. Hakuna dirisha. Utaweza kurekebisha timu. Leo hata ukitaja usajili unajidanganya, tutalaumu viongozi. Hakuna kiongozi anasajili wachezaji wasicheze vizuri. Ni wakija wa perform nao wanaubia. Lakini taarifa nilizonazo usajili wa Yanga msimu ujao ni kilago kwenye vumbi. Kiona na maanisha nini? Young Africans wanasema usajili wao msimu ujao ni kilago kwenye vumbi. Yaani barakoa kwenye mawimbi ya bahari. Barakoa kwenye mawimbi ya bahari. Uone kama itakusaidia. Kwa maana kwamba wataangalia wachezaji ambao wana quality kubwa ambao mara nyingi tumekuwa tukisema hizo ni za ndani. Za ndani. Usajili wa Yanga msimu ujao ni barakoa kwenye mawimbi ya bahari. Ni mazungumzo ambayo nilifanya na moja ya kiongozi wao nyeti ndani ya saa 24 zilizopita nikiwa na mhoji na akiniambia maumivu waliopitia, mpango waliokuwa nao na nguvu waliowekeza kwenye ligi kuhakikisha wapoteze ubora wao, kwa sababu sio kwamba wana wakati mgumu isipokuwa wanataka kurudisha, lakini pia hamasa kwa mashabiki wao. Ni barakoa kwenye mawimbi ya bahari usajili wa Yanga msimu ujao. Kama itakusaidia barakoa kwenye mawimbi ya bahari, maji yenye chumvi, ndio usajili wa Yanga msimu ujao. Yes. Bro, hapa tukiangalia muda mchache au kama sio siku chache zijazo, Yanga watafanya kikao tena kizito sana. Unahisi wameshafanya? Wameshafanya leo na makubaliano ni wao ndio kusema mkataba wa Yanga na Pedro ni uvimbe kwenye mshono. Yametoka masharti haswa ya kuelekezana nini cha kufanya. Mazingira na Pedro kapewa masharti. Yako masharti yametoka ambayo pia yana faida kwa pande zote mbili. Kwa maslahi ya timu na maslahi ya coach. Lakini Yanga na Pedro hawajaachana. Pedro bado ni kocha halali wa Yanga. Na Excom kamati tendaji wameketi kuzungumza baadhi ya mambo. Unajua kumlaumu Pedro moja kwa moja unaweza ukawa sawa, lakini sio sahihi, kwa sababu ukiuhalisia Young Africans sasa hivi kuilaumu moja kwa moja sasa na gari ya tani 3 unaibebesha mzigo wa tani 7. Alafu unalaumu driver akimbizi. Anakimbizaje? Mpe gari ya tani 7, bebesha mzigo wa tani 7, useme kama safari ya wai. Unaweza kumhukumu driver, lakini wakati wewe chombo ulichompa kiko sawa sawa. Na uzuri viongozi wa Young Africans kama nilivyosema tayari ni watu ambao wanaijua club, wana maamuzi ya daktari wa vichaa. Ima kuchome sindano kwa kukutibu au wakucharaze bakora. Babu zao ni bagumu sana. Kama nilivyosema shehe kufukuza makocha ni mafanikio tu kwa malengo waliojiwekea. Lakini kwa Pedro hawaoni sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu kwanza watajitia pressure. Kipindi ambacho wanahitajika kupata utulivu. Yanga sasa hivi wanahitaji utulivu, so pressure. Ndio ninachokitazama. Yes bro, baada ya international break hapa tunaona Yanga watarejea na mechi 5 zijazo. Watakuwa Aprili 4 watakuwa na Prison Dar es Salaam, Aprili 8 watakuwa na Pamba Jiji Mwanza pale, Aprili 16 watakuwa na Mbeya City Dizzy, Aprili 19 watakuwa na KMC Dar es Salaam, na Aprili 30 watakuwa na Coastal Union, na Mei 3 watakuwa na Simba. Unahisi hii international break itakuwa na faida kubwa kwa Yanga kuelekea kwenye mechi hizo 5 zijazo? International break ni faida kwa sababu kwanza watajipa utulivu kupanga timu yao ikoje, licha kwamba kuna baadhi ya wachezaji watakuwa nation team ambao pia wakija watakuja kuelekezwa nini ambacho kimefanyika. Kwa international break ina faida. Kwanza kuna wachezaji unaona timu kama imechoka, kuna wachezaji kwenye majeraha, inaweza kuwarudisha hiyo kujikuta kwenye form na wakajikuta duru inarudi wanaanza kucheza. Na inampa nafasi mwalimu kujijenga upya na timu. Kwa ina faida sana kwa. Ina faida. Asante sana bro, nashukuru kwa hichi kidogo ulichotupa. Asante sana. Asante.